إن الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا. من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له. وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، وأشهد أن محمدًا عبده ورسوله. يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله حق تقاته ولا تموتن إلا وأنتم مسلمون. يا أيها الناس اتقوا ربكم الذي خلقكم من نفس واحدة وخلق منها زوجها وبث منهما رجالا كثيرا ونساء، واتقوا الله الذي تساءلون به والأرحام إن الله كان عليكم رقيبا. يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله وقولوا قولا سديدا يصلح لكم أعمالكم ويغفر لكم ذنوبكم، ومن يطع الله ورسوله فقد فاز فوزا عظيما. أما بعد، فإن أصدق الحديث كتاب الله، وخير الهدي هدي محمد صلى الله عليه وسلم، وشر الأمور محدثاتها، فإن كل محدثة بدعة، وكل بدعة ضلالة، وكل ضلالة في النار. أيها الناس عباد الله، أوصيكم ونفسي بتقوى الله عز وجل، فإنه قد فاز المتقون. نقول وإسلام بعد يكم حميد الله جل وعلا، لكم تكي صلاة وسلام Mtume wetu Muhammad alayhi afdalu salati wa atamu taslim. Na wahusia pamoja na kuhusia nafsi yangu juu ya jambo la kumcha Allah subhanahu wa ta'ala. Kisha katika mambo ya msingi sana kuikumbusha jamii na watu wote kwa ujumla ni kupatiliza misimu ya kheri ambayo hupita katika mwaka. Misimu hii ya kheri imezidiana katika kufahamika. Kuna ambayo watu wote wanafahamu utakapokuwa umeingia au utakapokuwa umekaribia kuingia, lakini iko misimu mingine ya kheri hupitwa na fadhila zake baadhi ya watu ambao si watu wenye kujishughulisha na dini kwa sana. Sasa misimu hiyo wanahimiza wanawachuoni kwa wale watu wenye fahamu kidogo katika dini kuwakumbusha watu wa kawaida. Miongoni mwa misimu hiyo ni masiku 10 ya kwanza ya mwanzo ya mwezi wa Dhulhijja, masiku ambayo yamekaribia kutufikia. Kuwakumbusha Waislamu jambo la wajibu kwetu, ili wasije wakapitwa na fadhila hizi wa hum la yash'urun, na hali ya kuwa hawafahamu wala hawahisi. Ndugu zangu katika imani, tumekaribia masiku 10 ya mwanzo ya mwezi wa Dhulhijja. Ni masiku yenye fadhila nyingi ambazo zimeashiriwa katika kitabu cha Allah subhanahu wa ta'ala, kadhalika katika sunna ya Mtume sallallahu alayhi wa alihi wasallam. Kama hatukuwa tutaje dalili zote, basi ingetosha ishara juu ya fadhila ya masiku 10 kule kuyaapia Allah jalla wa ala katika Qur'ani masiku hayo. Bila shaka tunasoma Suratul Fajr, wengi wetu ni sura ipo katika juzu amma, walio wengi katika sisi wanaisoma. Mwanzo kabisa anasema Allah jalla wa ala, wal fajr wa layalin ashr. Anaapa Mola wetu subhanahu wa ta'ala wa alfajiri, na usiku 10, masiku 10. Muislamu mwenye kupenda kufuatilia dini yake lazima atajiuliza, haya ni masiku gani hayo masiku 10? Masiku haya 10 kupitia tafsiri za wanawachuoni, bali kupitia maneno ya as-sahaba ambayo tutayaona hivi punde,
ni masiku 10 ya mwanzo ya mwezi wa Dhulhijja. Anasema mwanachuoni Ibn Kathir rahimahullahu ta'ala, almuradu biha, makusudio ya hayo masiku 10 ashru Dhulhijja, ni masiku 10 ya mwezi wa Dhulhijja, kama qala Ibn Abbas radiyallahu anhu wa Ibn Zubayr wa Mujahid rahimahumullahu ta'ala. Haya ndiyo maneno aliyosema Ibn Kathir rahimahullahu ta'ala baada ya kutaja aya hizi mbili, kwamba haya masiku 10 yanayokusudiwa ni masiku 10 ya mwanzo ya mwezi wa Dhulhijja. Hii ni moja yenye kuonyesha fadhila zake, kwamba Allah subhanahu wa ta'ala aqsama alaiha, ameyaapia masiku haya 10. Lakini katika haya masiku 10 ambayo yako mbele yetu, amali njema utakayoifanya inapendeza zaidi kwa Allah subhanahu wa ta'ala kuliko masiku mengine. Qala an-nabiy sallallahu alayhi wasallam, amesema mtume sallallahu alayhi wasallam, ma min ayamin al-amalu as-salihu fihinna ahabbu ila Allah min hadhihi al-ayam al-ashr. Hakuna katika masiku yoyote al-amalu as-salih fihinna, amali njema katika masiku hayo, ahabbu ila Allah, inapendeza zaidi kwa Allah subhanahu wa ta'ala, min hadhihi al-ayyam al-ashr, kuliko masiku haya 10. Masiku 10 ya mwanzo wa Dhulhijja ni masiku yaliyopambanuka na masiku mengine kwa sababu nyingi, lakini miongoni mwa sababu zilizofanya masiku haya 10 kuwa ni yenye kupokeka na masiku mengine ni yale aliyoyataja al-Imam Ibn Hajar al-Asqalani rahimahullahu ta'ala. Anasema al-Imam Ibn Hajar rahimahullah, walladhi yadhhar, na lile ambalo lenye kudhihiri, anna sababa fi imtiyazi ashri Dhulhijja, ni kwamba sababu ya kupekeka masiku 10 ya mwezi wa Dhulhijja, limakani ijtimai ummahati al-ibadati fihi, ni kwa ile nafasi ya kukusanyika ndani yake zile ibada za msingi kabisa, wa hiya as-salah, anakusanyika ndani yake ibada ya sala, wasiyam, na kufunga, wasadaqa, na kutoa sadaqa, walhajj, na hajj kadhalika, wala yataatta dhalika fi ghairi, na wala haliji hilo katika yasiyokuwa haya katika masiku haya 10. Kwa hili yakapambanuka masiku haya na masiku mengine na fadhila nyingi ambazo wamezitaja wanawachuoni rahmatullahi ta'ala alayhim. Aqulu ma tasma'un واستغفر الله لي ولكم فاستغفروه انه هو الغفور الرحيم. الحمد لله رب العالمين، والصلاه والسلام على اشرف الانبياء وامام المرسلين، نبينا محمد صلى الله عليه وسلم وعلى اله وصحابته اجمعين والتابعين لهم باحسان الى يوم الدين، وسلم تسليما كثيرا. اما بعد، ndugu zangu waislamu, pamoja na kutaja fadhila au baadhi ya fadhila katika mwezi au katika masiku 10 ya mwezi wa Dhulhijja ambayo yako mbele yetu, pia kuna jambo la muhimu mno hatupaswi kuliacha kulitaja na kuzikumbusha nafsi zetu na waislamu wenzetu, kwa sababu ni jambo lenye fadhila kubwa. Allah subhanahu wa ta'ala ametuwekea sheria mwishoni mwa masiku haya 10 kuifanya ibada adhima, na ibada ya kuchinja. Adhabhu ayuha almuslimun ibadatun adhima, kuchinja ndugu zangu waislamu kwa ajili ya Allah ni ibada kubwa, ibada tukufu. Allah subhanahu wa ta'ala katika Qur'an ameiambatanisha ibada hii na ibada ya sala, ambayo tunafahamu as-salah ni a'dhamu arkani al-islam ba'da ash-shahadatayn, ni kubwa ya nguzo za Uislamu baada ya shahada mbili. Faqala Allah subhanahu wa ta'ala, akasema Allah subhanahu wa ta'ala, fasalli li rabbika wanhar, swali kwa ajili ya Mola wako na uchinje kwa ajili ya Mola wako. Lakini pia akasema Allah subhanahu wa ta'ala, qul inna salati wa nusuki wa mahyaya wa mamati lillahi rabbil alamin. Al-aya, sema ay Muhammad, inna salati, hakika swala zangu, wa nusuki, akafuatishia na kuchinja kwangu. Nusuki qala al-ulama ay dhabhi al-hayawanat,
maana kule kuchinja kwangu wanyama, kul inna salati wa nusuki, sema hakika swala zangu na kuchinja kwangu wanyama, wa mahyaya na uhai wangu, wa mamati na kufa kwangu, lillahi rabbil alamin, yote hivyo ni kwa ajili ya Allah mola wa viumbe vyote. Al-aya. Kwa hiyo kuna haja ya kuwahimiza waislamu kutekeleza ibada hii mwishoni mwa masiku haya, katika siku ya kuchinja yaumun nahar, kwa yule ambaye atakuwa na uwezo. Ukiwa na uwezo ukaacha, umeidhulumu nafsi yako, umeacha jambo kubwa kabisa lenye kheri ambalo amelitaja Allah subhanahu wa ta'ala, na ni jambo alilodumu nalo Mtume salawatullahi wasalamu alayhi. Na kulifanya jambo hili la kuchinja ni kuadhimisha nembo kubwa za dini yetu, nembo kubwa kwa Allah subhanahu wa ta'ala. Lakini kuna jambo la msingi kwa yule ambaye anakusudia kuiendea ibada hii adhima ya kuchinja udhiya kwa ajili ya siku ya Eid, kwa ajili yake na jamaa zake. Katika sunna, katika maelekezo ya Mtume sallallahu alaihi wasallam, kama alivyotaja hadithi al-Imam Muslim rahimahullahu ta'ala, amesema Mtume sallallahu alaihi wasallam, idha dakhala al-ashr, atakapoingia masiku 10 ya mwezi wa Dhulhijja, wa indahu udhiya, na mtu akawa na kichinjwa amekiandaa kwa ajili ya kuchinja, wa indahu udhiya yuridu an yudhi, na ana yeye kichinjwa anakusudia kukichinja, fala ya'khudhanna sha'ran, asiondoe nywele zake, nywele zote asitoe nywele zake, wala yaklimanna dhufra, na wala asikate kucha zake. Usipitwe pia na jambo hili la kheri na maamrisho haya ya Mtume sallallahu alayhi wa alihi wasallam. Kabla ya kumaliza, kuna jambo moja nataka niwakumbushe waislamu. Jambo hili la kuchinja kwa ajili ya Allah ni jambo la ibada. Ukijikurubisha kwa jambo hili kwa Allah subhanahu wa ta'ala, maana yake ni kwamba unapata thawabu, na utakwenda kuliona hilo mbele ya Allah subhanahu wa ta'ala. Lakini kwa masikitiko makubwa, waislamu wengi wameghafilika na hili. Si kwamba hawawezi, wanaweza, na miongoni mwa ishara ya kwamba wanaweza ni kwamba walio wengi katika wenye kudai Uislamu watakaopata na shida katika jamii zao, katika watoto wao, familia zao, wakawaendea waganga wa kienyeji, wakawaamrisha kuchinja hao mbuzi, hao ng'ombe, wataenda mbio. Jambo la kuchinja si ni jambo haliji ghafla kwa ajili ya Allah, lafahamika kila mwaka, hilo lafahamika, kiasi kwamba unaweza ukajiandaa taratibu mwenyewe na jambo lako. Lakini linakuja jambo hili la ghafla, anaambiwa na mganga wa kienyeji akachinje, tena mganga atampa masharti kabisa, ulete mbuzi lakini wa aina fulani. Atahangaika bwana, atakwenda Muheza, atakwenda wapi, nataka mbuzi wa aina fulani, achinje kwa ajili ya mashaitani. Unajua ni jambo gani umelifanya? Unajua kosa kubwa kiasi gani umelifanya? Wewe umefanya shirki, ashirku akbar, shirki kubwa, alladhi yuhbitu jamia al-a'mal, ambayo inaporomosha matendo yako yote. Si ulifunga Ramadhani 20 ukaswali swala zisizo na idadi, lakini ukamfuata mganga wa kienyeji akakupa maelekezo hayo, ukayaelewa, ukayasikia, yameharibika matendo yako yote. Walaqad uhiya ilayka wa ila alladhina min qablika la in ashrakta la yahbatanna 'amalu wa la takunanna min al-khasirin. Allah subhanahu wa ta'ala anamwambia Mtume sallallahu alayhi wasallam, walaqad uhiya ilayka, Allah kwa hakika amepeleka wahi kwako wewe, wa ila alladhina min qablika, na wale walikuwa kabla yako wewe, la in ashrakta, ukishirikisha. Hadha khitab linabii sallallahu alayhi wasallam, ni maelekezo haya. Angalia, anaambiwa Mtume sallallahu alayhi wasallam makemeo makali sana, la yahbatanna 'amalu, yatabatilika matendo yako kabisa, wala takunanna min al-khasirin, na utakuwa ni miongoni mwa wenye kupata hasara. Sasa unalifanya ni jambo kubwa, jambo baya ambalo linakuweka mbali na pepo ya Allah subhanahu wa ta'ala. Ukifa hali ya kuwa utaratibu wako ni huo, hujazinduka, hujatubia kwa Allah, kazi yako ni kumaliza waganga na kuwachinjia kwa ajili ya mashaitani, wewe utapata hasara.
wewe utadhania kwamba umekwenda na mrundo wa matendo mema mbele ya Allah, wewe utapata hasara mbele ya Allah subhanahu wa ta'ala. Sasa angalia, umeamrishwa jambo la kuchinja kwa ajili ya Allah, unaita ubakhili. Tena kuna baadhi ya watu si kama mpaka akanunue yeye mwenyewe, anao wanyama kila kukicha watoa pale kama lishoni. Bwana kuna Eid hataki, bwana mwanao ameanguka, mganga anasema hivi, atatoa. Sio mbuzi, atatoa ng'ombe, amshirikishe Allah subhanahu wa ta'ala. Jambo la kuchinja kuwapa waganga wa mashaitani ni tofauti kabisa na jambo la Allah subhanahu wa ta'ala. Jambo la Mola wetu ni ibada adhima, wakati huo kule unamshirikisha Allah subhanahu wa ta'ala. Lakini jambo la Mola wetu unapata thawabu wewe. La yanala Allah luhumuha wala dimauha walakin yanaluhu taqwa minkum. Haitomfikia Allah damu zake hivyo vichinjwa vyenu wala nyama zake, lakini kitakachomfikia Allah kutoka kwenu ni takwa yenu, cha Mungu wenu, mtapata thawabu. Lakini mganga wa kienyeji unampelekea, anakula na familia yake, kashakudanganya, ushapata madhambi, yeye kala nyama, umebaki na ujinga wako. Lakini bainama adhabh lishayatin, kwa kuchinja kwa ajili ya mashaitani, unaifikia laana. قال النبي صلى الله عليه وسلم لعن الله من ذبح لغير الله. لعن الله, amemlaani Allah yule atakayechinja kwa ajili ya siku Allah subhanahu wa ta'ala. Sasa ikiwa pengine ulilifanya hili la kuchinja kwa mashaitani si mara moja, mara mbili, basi atbi'i sayyi'ata alhasana tamhuha, fuatishia lile ovu ulilofanya kwa jema. Weka azma ya kuchinja kwa ajili ya Allah, kisha uachane na hayo uliyofanya. Tub ila Allah subhanahu wa ta'ala. Qul ya ibadi alladhina asrafu ala anfusihim la taqnatu min rahmatillah inna Allah yaghfiru dhunuba jami'a. Pengine kwa nini yasema unaweza kudhania kwamba kwa hiyo mimi sitosamehewa tena, nishachinja sana, nishapeleka sana wanyama, sasa itakuwaje? Mola wako anakuambia qul ya ibadi alladhina asrafu ala anfusihim, sema e Muhammad kuwaambia enyi waja wangu ambao walikithirisha kufanya madhambi wa nafsi zao, walifanya israfu katika madhambi, la taqnatu min rahmatillah, msikate tamaa katika rahma ya Allah. Inna Allah yaghfiru dhunuba jami'a, hika Allah anasamehe madhambi yote. Innahu huwal ghafurur rahim, hika yeye ni mwingi wa msamaha na ni mwingi wa huruma. Kwa hiyo bado nafasi uko nayo, fuatisha lile ovu kwa jema, litafutwa lile. Kwa hiyo tunahimiza Waislamu ibada hii adhima, jiandae nayo, kufuata maelekezo ya Mtume sallallahu alaihi wasallam, na pametolewa maelekezo hapa katika hutuba iliyopita, mnyama gani anayefaa kuchinjwa na jambo liweje, je kuchinja kwa hukumu yake ni ipi. Tufanye hilo na tusidharau. Ikiwa unaweza fanya, salli li rabbik wanhar, swali kwa ajili ya Mola wako na uchinje kwa ajili ya Allah subhanahu wa ta'ala. نسأل الله جل وعلا أن يجعلنا من الذين يستمعون القول فيتبعون أحسنه. اللهم أرنا الحق حقا وارزقنا اتباعه، وأرنا الباطل باطلا وارزقنا اجتنابه. ربنا تقبل منا إنك أنت السميع العليم، وتب علينا إنك أنت التواب الرحيم. وصلى الله وسلم على نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين. قوموا إلى صلاتكم.